Tuache uroho. Okay. Utakuta mwanaume wewe bwana anakula hotelini. Hizi za ndani kabisa. Anakula hotelini. Poleni kwenu. Sikiza basi. Okay, nasema tu. Anakula hotelini. Nyumbani hajapeleka chochote. Anaitisha pale, anavuruga kweli kweli meza, anasema anachafua meza. Wanasema kuchafua meza. Unapochafua meza kule nyumbani, watoto na mama yao wawe nao wanachafua meza. Kweli. Si bwana, watoto umewaachia tu, wewe unachafua meza peke yako. Hivi inakuwaje familia, wewe mtu mzima lakini utatuma, kama familia ni kubwa lakini unanunua kwa mfano yani samaki wa 100, wanatosha kweli? Hawatoshi. Kitoweo hakitoshi. Mimi mwenyewe sitoshi na wa 100. Kwa sababu sisi tunzo ile wanyofua mnofu. Atoshi wa 100. Nofu kweli. Nyama. Jamaa akawa na tabia hiyo ya kula hotelini. Anakula vitamu. Vya mafuta. Watoto kule wakifika hapo nini? Chemsha. Chemsha nini? Mama yao siku moja akasema mimi wacha niende mwenyewe. Akaenda bwana, akaenda kumuona ameagiza. Amepiga pale, akamwambia ataendelea. Ufuata nini huko? Bora janiambia kama waje, akamwambia keti anti Zai. Hakuna kuketi. Nini? Sikiza basi. Akamwambia mimi hata nilikuwa kuna pita nenda zangu kule. Akamwambia basi sawa. Mtilieni chakula yu. Akamwambia mimi babake fulani hapana, siwezi kula. Nikila hapa watoto watakuaje kule? Mzee wa watu akashikona haya. Basi akatoa hela. Akatoa 500. Basi shika hela. Kafanya shopping. Leo ndo unajua shopping kwa vile ninakula. Jioni alipofika sana akaambiwa. Ile nzimo, maana aliambiwa ile nzimo ilianza lini baki fulani. Kwa nini? Mimi ndo mtafutaji kula. Akamwambia sawa kabisa. Lakini unapokula vile kwa nini usinuni hicho chakula ukakileta nyumbani? Tukapika tukala sote. Na watoto hawa. Mume wangu si vizuri. Mimi bwana atafanya moyo. Akaambiwa basi sawa. Akawa hajaacha, maana wanasema yani tabia ya mtu ni kama ngozi. Ngozi. Yani kubadilika ni ngumu. Akapaliwa vile siku moja akachukuliwa na wale watoto, mama yake akamwambia ndio hoteli fulani babani huwa yuko. Afika hapo watoto, mbona ambwa tuntumwa mama na sisi tuje kula huko. Alivyofika kule sasa ilibidi wazee waingilie kati. Kwa nini? Mama watu alikuwa ameambiwa kwamba wanaenda kwenu huna heshima. Akasema kama kukosa heshima kwangu nikukwambia kweli kuhusu haya kuna malezi ya watoto, basi niko tayari. Niende kwetu. Nipe talaka yangu. Weka zote. Niko nayo. Utanipa 3 hiari yako. Kwetu sijafukuzwa. Kweli. Nipe. Weka. Mimi sipendi. Sio akaambia utapenda raundi hii. Tangu hapo hoteli alihama. Aliacha mambo. Haendi tena. Fanya mchezo. Yaani wewe mtu anatuma vipande viwili vya papa apeleke nyumbani, lakini huko anajipigilia wali, pilau nini. Akifika hapo upampe kwa nini hapa? Karanga. Siniose papa wawili tena nakata kimoja kipande chako. Ambia kuleni mimi sijisikii. Kumbe ankula kula. Hata si mimi nimeshiba sijisikii Aliambiwa ataka kumpiana talaka, kaambwa na wazazi wake hakuna kupiana talaka. Ni wewe ujirekebishe, lakini hata ukipiana talaka wote watakuja hapo na utashindwa na wanawake. Ni kweli. Kama wewe kazi yako kula, kama kazi yako ni hii, hata wao watakokuja hapa pia tao watakushindwa. Binadamu mzigo kidogo. Ni mzigo kweli. Ilibidi sasa bwana akae kwa tukutulia. Akageuza mizungu. Hakukonda huyo. Kukonda ni lazima, lakini unakula nyumbani na watoto. Ni maharage na watoto. Ana uchoyo huyo. Mchicha na watoto. Uroho huo. Viazi na watoto. Kama chai na watoto. Akaambia wewe unajua kule, akaambia ni hapa. Hapa. Tena kama na wazazi wake, subutu kitoa talaka na si mwanangu wewe. Ogopa hiyo. Ogopa kidogo. Kuna wazazi wengine akushika koo kweli. Ni kweli, lakini ni vile tu anakutakia mema. Wewe inakuaje kwenu ni stage kwako ni kama pale hapo msituni hapo. Woko hapa na huendi. Washinda hapa tu. Ule hapo. Kila kitu hapo. Ni jioni tu ndo ndaza kwa nyumbani. Akaambia hautoi talaka na huyu ndo tu ni kaza mwana wetu tunamtambua make fulani. Watu wazee mwenzake hata hawamshangai. Ashangazwe nini? Kuna watu wasoko na haya wala nini? Ashangae. Yaani wabugie na kila mtu anajua watoto wako yuko nyumbani ndo kuzunguka. Ashangae vipi kama hajashangazwa na feri ikielea wakati shilingi kizama? Atashangaa kweli? Ashangai kweli. Ashangai kidogo. Jamani kuna watu wana roho. Uroho punguzeni jamani. Mwenzenu kidogo atake talaka, lakini talaka akaambia haitoki. Haitoki wi. Utabanana naye hapo. Itoe uone. Mambo hufanyika na matukio hutokea. Usikose kusikiliza habari nyepesi kila siku katika Mirindimo ya Kimwambao.
Radio Kaya.